Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Naam, ikiwa ni Mei 13, sheria na injili katika upatanifu. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu tukao kwa Baba aliye Roho. Utasoma Wakorintho wa pili 3 mstari wa 18. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba Mungu kwa upendo wako, asante kwa kutuamsha salama, asante kwa kutupatia nafasi ya kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunapojifunza, tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze tukapate kuyaelewa na kuyaishi. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Baada ya Yesu kufa msalabani kama dhabihu ya dhambi, sheria ya sherehe haikuweza kuwa na nguvu tena. Hata hivyo, iliunganishwa na sheria ya maadili na ilikuwa adhimu. Kwa ujumla, ilikuwa na chapa ya uungu na ilionyesha utakatifu, haki na wema wa Mungu. Na ikiwa huduma ya mfumo wa kidini ambao ungeondolewa ulikuwa mwema, je, ni kwa jinsi gani ile halisi inapaswa kuwa bora zaidi? Kristo alipofunuliwa, akiwapa wote waaminio Roho wake na utakaso atiaye uzima. Utangazaji wa sheria ya amri 10 ulikuwa onesho la pekee la utukufu na ukuu wa Mungu. Musa akawaambia watu, msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi. Basi hao watu wakasimama mbali, naye Musa akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwa hapo. Kutoka 20 mstari wa 20 na 21. Msamaha wa dhambi huhesabiwa haki kwa imani katika Yesu Kristo. Kumfikia Mungu kwa njia ya upatanishi tu kwa sababu ya hali yao ya upotevu, hatia yao na dhambi. Watu walikuwa na uelewa mdogo wa ukweli huu. Kwa kiasi kikubwa walikuwa wamepoteza maarifa yao juu ya Mungu na njia pekee ya kumkaribia. Walikuwa wamepoteza takribani uelewa wote wa kile kinachofanya dhambi na kile kinachofanya watu kuwa waadilifu. Msamaha wa dhambi kupitia kwa Yesu Masihi aliyeahidiwa, ambaye dhabihu zao zilimuonesha kwa mfano, ulieleweka kidogo sana. Sheria ya maadili haikuwa mfano au kivuli. Ilikuwepo kabla ya uumbaji wa mwanadamu na itadumu kadiri kiti cha enzi cha Mungu kidumuvyo. Mungu asingebadilisha wala kubatilisha kanuni moja ya sheria yake ili kuwaokoa wanadamu, kwa maana sheria ni msingi wa serikali yake. Haibadiliki, haibatilishwi, haina mwisho na ni ya milele. Ili mwanadamu aokolewe na ili heshima ya sheria idumishwe, ilikuwa ni lazima kwa mwana wa Mungu kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yeye asiyejua dhambi alikuwa dhambi kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu pale Kalvari. Kifo chake kinaonesha upendo wa ajabu wa Mungu kwa mwanadamu na kutokubadilika kwa sheria yake. Kristo ndiye wakili wa mwenye dhambi. Wale wanaoipokea injili yake wanamuona kwa uwazi kabisa. Wanaona uhusiano wa utume wake kwa sheria na wanakiri hekima na utukufu wa Mungu kama ulivyofunuliwa na Mwokozi. Utukufu wa Yesu unadhihirishwa katika sheria ambayo ni nakala ya tabia yake, na ufanisi wake ubadilishao unaonekana juu ya nafsi mpaka wanadamu wanabadilishwa na kufanana naye.
wanafanywa kuwa washiriki wa asili ya Mungu na kukua zaidi na zaidi kama Mwokozi wao, wakiongezeka hatua kwa hatua kwa kupatana na mapenzi ya Mungu mpaka kufikia ukamilifu. Sheria na Injili vinapatana kikamilifu. Utasoma Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 238 hadi ukurasa wa 240. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 13, sheria na Injili katika upatanifu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri ulilotufundisha siku ya leo. Tunaomba tupatie Roho Mtakatifu akazidi kutuongoza na kutukumbusha yote tuliyojifunza, ili tuweze kuyaishi sawa sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu